Bwana Yesu asifiwe tena. This morning we thank God kwa siku hii ya mwisho kabisa ya mwaka 2025. Tunamrudishia Mungu, heshima zote ni zake, utukufu na adhama, kila kitu ni chake, tukuzo ni za kwake. Kwa sababu gani? Anastahili sana. Bwana Yesu asifiwe. Amekuwa na sisi kipekee sana kwa mwaka huu mzima wa 2025, na tunamshukuru Mungu. Leo is the last day of 2025, so we thank God for this grace. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Kuna jambo ambalo moyoni mwangu ninawiwa nasikia kulizungumza before iingie mwaka mpya. Kwa hivyo naomba nimshukuru Mungu, then tutaliangalia kidogo kwa vile ambavyo Roho Mungu atatupa mwongozo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Baba tunasema asante sana kwa pendo lako Bwana Yesu. Asante kwa fadhili zako ambazo ni nyingi mno na nikuu sana Bwana katika maisha yetu. Nasema asante Baba, umekuwa pamoja nasi. Asante kwa kutulinda na kutuhifadhi Bwana. Basi majira haya Bwana Mungu mwenye haki, tunakuomba Bwana, pokea utukufu na sifa na heshima, kwa sababu pekee yako unastahili Bwana. Baba, ninatubia kabisa kama kuna mahali popote pale ambako Bwana tumekuwa na dhambi, makosa yoyote ambayo Bwana pengine kwa hayo Mungu mtakatifu tusingepata nafasi tena wala kibali. Baba, tunaomba msamaha, tunaomba kibali tena alfajiri ya leo, mfalme wa utukufu. Baba, tunaomba ukatukubali tena. Lakini Baba, tunakuomba ukazungumze nasi majira wakati na saa hii Mungu mtakatifu, kwa kuwa Bwana ni kweli na ni wazi ya kwamba tunakuhitaji sana Bwana kuliko wakati mwingine. Mfalme, tunahitaji neema yako Bwana. Tunaomba mafafanuzi, tunaomba Bwana Yesu ukafunue maneno yako ndani yetu Baba, ile elimu yako ukaiweke ndani yetu, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako katika jina la Yesu, amen. Basi alfajiri ya leo ninasikia tuzungumze kidogo kuhusu kudhibiti mwili, kuzuia au kutiisha mwili kwa jina la Yesu. Neno la Mungu tutasoma, lakini nikuambie hivi, ni muhimu ukajua kwamba mwili wako unafanya kile unachotaka wewe, na wala sio wewe unayepaswa kufanya kile ambacho mwili unataka. Nasema tena, mwili wako unafanya kile ambacho wewe unataka, na hakuna hata siku moja mwili umefanya kile unachotaka, ila mwili umefanya kile unachokitaka wewe. Kinachofanyika ni kwamba mwili unatoa taarifa tu, na ukishatoa taarifa, kinachofuata hapo ni maamuzi ya kwako mwenyewe, na wala sio maamuzi ya mwili. Just because nilisema mwili hauna maamuzi hata siku moja. Na nikukumbushe hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwili wako hauna maamuzi. Nikuombe kitu kimoja, jifunze kutiisha mwili wako. Jifunze kucontrol mwili wako. You have to learn how to control your body, how to limit your body. Just because kama hautaweza hii, itakuwa ngumu sana. Bwana Yesu na atusaidie sana. Na kuomba hivi, jifunze kutiisha mwili wako. Inawezekana kabisa katika jina la Yesu. Inawezekana. Maana vinginevyo ni wewe ndio unayopeleka mwili kwenye changamoto, lakini mwili hauna shida kabisa. Mwili unafanya kile ambacho wewe unataka kifanyike na si vinginevyo. Hakuna vile ambavyo mwili unaweza ukafanya kile ambacho wenyewe unataka, ila wewe ndio unausaidia, wewe ndio unaufanyisha mwili kile unachotaka. Kwa sababu narudia tena kwamba mwili unatoaga taarifa. Lakini nikupe angalizo hili, kumbuka kwamba mwili wako unaendeshwa na kichwa chako. Mwili wako unaendeshwa na komo hilo lilo juu ya shingo. Hilo ndio linauendesha mwili. La uendeshaji mwili ndio linalotafsiri kila kilichoko ndani na kinachoendelea kwenye mwili. Bwana Yesu na atusaidie sana. So mwili wako unaendeshwa na kichwa. Kila kitu ambacho unafanya, naomba nikuhakikishie, hakuna chochote ambacho unafanya ambacho ndani ya mwili wako ambacho hakijafanywa na nini, ambacho hakiendeshwi na kichwa. Kichwa ndio kinaendesha kila kitu. Moyo unapotoa maamuzi kwamba hasa niende nikafanya hivi, kinachoenda kutekeleza pale ni kichwa, ni maongozi ya kichwa. Sasa tunakwenda sawa sawa. Maamuzi ya kupeleka mwili yametoka moyoni, lakini baada ya hapo kichwa kinauendesha mwili kwenye kile ulichoamua kufanya.
lakini kichwa hakiwezi kuuendesha mwili kufanya kile ambacho moyo haujaamua kufanya. Tuko sawa sawa? Narudia tena, kichwa chako hakiwezi kuuendesha mwili kufanya kile ambacho moyo wako haujaamua hata siku moja, lakini moyo ukishaamua, kichwa kina umanage mwili namna ya kufanya kile ambacho umekusudia kufanya. Kwa mfano, ukikaa mahali ukawa labda unasikia, yani hata unaposikia kukohoa, ujue unapokohoa ni kichwa ndio kinafanya hiyo kazi. Kichwa ndio kinauongoza mwili kwenye hiyo hali. Unaposikia kujikuna, ni kichwa ndio kimesema mahali fulani panawasha, sasa mkono uende ukajikune. Tuko sawa sawa? Kwa mwili unaendeshwa na nini? Na kichwa. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Lakini tazama hivi, kichwa kinauendesha mwili baada ya maamuzi ya moyo, isipokuwa tu matendo kama kujisaidia, kukohoa, sikupiga chafya na mambo kama hayo, kuziomba mahali panawasha. Hii ndio haitegemei moyo kuamua kujikuna, lakini mwili unajikuta taarifa inatolewa. Kwa hiyo ni muhimu ukajua kwamba kila kitu kinafanywa na nini? Na kichwa chako. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Hakuna kitu ambacho kinafanyika ndani ya mwili ambacho sio kichwa kimefanya. Sasa kumbuka hivi kwamba kama hautaweza kudhibiti mwili utakuwa, moyo wako utakuwa unafanya maamuzi yale ambayo, au utakuwa unafuata taarifa zinazotolewa na mwili. Iko hivi, mwili wako ili ufanye kitu chochote kile, unakuwa umeamriwa na nini? Na moyo wako. Na moyo wako unapokea taarifa kutoka maeneo makubwa matatu niliyokuambia. Unapokea taarifa kutoka macho, kutoka masikio, na kutoka nini? Mpapaso, mguso, mpapaso ni yani touching. Hiyo ndio inayoleta taarifa kwenye nini? Kwenye moyo. Ile taarifa inapoingia kwenye moyo, moyo unakaa kikao cha haraka na cha dharura, haraka sana. Kile kikao kinatoa maamuzi, tufanye hivi. Kwa hiyo unaposema tufanye hivi, moyo ukatoa maamuzi hayo, tayari kichwa kinafanya nini? Kichwa kinaanza kuongoza mwili kwenye lile tendo ambalo limeamuliwa na nini? Na moyo. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Na ukumbuke nilikuambia hivi kwamba siku zote mpendwa, moyo wako ndio unaozaa tamaa nzuri au mbaya. Vyote vinazaliwa na nini? Na moyo. Yesu na atusaidie sana. Na moyo ukishazaa tamaa inakuwa inakomaa. Naomba tuache kwa sababu hatuzungumzi sana kuhusu huko. Lakini ukumbuke hilo kwamba moyo wako ndio unaozaa nini? Tamaa, aidha nzuri au mbaya. Na mwili unatekeleza ile tamaa ya nini? Ya moyo. Mwili unatekeleza matakwa ya nini? Ya moyo. Kwa hiyo tamaa ikishachipuka ndani ya moyo, ikishachipuka tu ndani ya moyo, ikaamka, tayari ndio inaupeleka mwili kwenye nini? Kwenye tendo. Na lile tendo tayari linakuwa limekuwa aidha dhambi au jema. Sasa likishafanyika lile tendo, matokeo ya lile tendo yanahusu vyote viwili. Yanauhusu moyo na yanauhusu mwili pia. Kwa hiyo haijalishi nani alitoa maamuzi mabaya au mazuri, lakini faida au madhara yatapata vyote viwili, mwili wako na moyo wako. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo ni vizuri ukajifunza kudhibiti mwili wako. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. Kudhibiti kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba unapokupa taarifa kwamba nahitaji kitu fulani, usitekeleze. Naomba tusome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Nasoma kama ilivyoandikwa na katika jina la Yesu. Iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu. Kama nanyi mnavyoenenda vivyo hivyo mpate kuzidi sana. Mstari wa 2. Kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Nasema maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Yale maagizo tuliyowapa ndiyo mapenzi ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maagizo tuliyowapa ndiyo mapenzi ya Mungu. Kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Naomba tuishie kwanza mstari wa 3. Naomba niseme jambo hili kwamba nikumbushe hivi. Bwana nilishasema tena. Nasema hivi, neno la Mungu au damu ya Yesu haijawahi kutakasa moyo ambao haujabadilishwa na neno la Mungu. Ngoja niseme tena, damu ya Yesu haitakasi moyo
ambao haujasafishwa na neno la Mungu, moyo ambao haujageuzwa na neno la Mungu, hauwezi kutakaswa na damu ya Yesu. Ndio maana hata Yesu alipokuja hakwenda moja kwa moja direct msalabani akafa msalabani. Alianza kwanza kuzungumza na watu. Kwa nini? Neno linageuza moyo, damu ya Yesu inatakasa. Narudia tena, neno linaugeuza moyo na damu yake inatakasa. Neno la Yesu linaugeuza moyo kwanza. Moyo ukishageuka, damu inautakasa na kufuta dhambi zote na uzamani wote. Yesu na atusaidie sana. Kwa sababu hiyo, narudia tena, moyo wako ndio unaouendesha mwili wako. Moyo wako au mwili wako hauwezi kufanya kitu nje ya maamuzi ya moyo wako. Kwa sababu hiyo, naomba ushike sana hii, kwamba yale ambayo tunawapa hata leo hii ndio mapenzi ya Mungu, kwamba uweze kuudhibiti mwili wako, kwamba usikubali, kwamba ujitahidi sana uiepuke dhambi. Bwana Yesu na atusaidie sana. So naomba nisome mstari wa 4. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya, kama mataifa wasiomjua Mungu. Kila mtu na aweze kuudhibiti mwili wake. Kila mtu aweze kuudhibiti mwili. Inawezekana unajiuliza sana, nitawezaje? Lakini nataka nikuambie kuna mambo machache hapa ambayo Roho Mtakatifu amenipa. Nataka niseme na wewe. Jitahidi na uweze kuudhibiti mwili wako, uweze kuuendesha mwili wako. Kwa sababu gani? Narudia tena, dereva wa mwili ni komwe. Mwamuzi wa mwili ni moyo. Dereva au director wa mwili anakuwa kichwa. Tuko sawa sawa? Yesu na atusaidie sana. Pasipo kichwa hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika. Wewe kumbuka mambo haya. Kumbuka mambo haya. Unatakiwa uweze mwili wako, ujue kuudhibiti mwili wako. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa sababu kama usipoweza kuudhibiti mwili wako, na kuambia tena, haitajalisha una cheo gani, hata kama ungekuwa ni askofu, hata kama ungekuwa ni rais wa nchi, hata kama ungekuwa wewe ni nani. Bwana Yesu na tusaidie sana. Nami nikuombe, jitahidi sana uweze mwili wako. Kwa sababu gani? Naomba ukumbuke, hata wateule wa rais, niliwahi kusema, wateule wa rais hawatekelezi matakwa ya wananchi. Wateule wa rais wanatekeleza matakwa ya rais aliyewateua. Naomba ushike vizuri. Narudia tena, wateule wa rais, akiwa mkuu wa mkoa au akiwa mkuu wa wilaya, yeyote aliyeteuliwa na rais hawezi kutekeleza matakwa ya wananchi. Kwa sababu gani? Hakuwekwa na wananchi, amewekwa na rais. Kwa hiyo atataka kumfurahisha rais kwa namna yoyote, hata kama ni madhara kwa wananchi. Nataka uelewe, hata kama itakuwa ni madhara kwa wananchi, lakini atajitahidi iwezekanavyo ili atekeleze nini? Matakwa ya rais, hata kama yatakuwa yanaua wananchi. Kwa sababu gani? Yeye ni mteule wa rais, aliyepaswa kumtii ni aliyemteua. Tuko vizuri eh? Yesu na tusaidie sana. Atafanya kile ambacho rais anataka, hata kama sio kwa asilimia zote 100. Nataka uelewe hivi. Lakini kwa Mungu haiko hivyo. Mungu aliyekuumba anataka uutiishe mwili wako. Mwili wako uishi kwa ajili yake, utekeleze matakwa yake, hata kama huo mwili utakuwa unaonekana kama hautendewi haki. Ni heri usitendewe haki, lakini yeye aliyeumba, yeye aliyekuumba wewe na kukuzawadia huo mwili anafaidika. Atukuzwe Mwokozi Yesu. Ate bidii yako ya kwanza ni yeye atukuzwe, ni yeye afaidike, yeye aliyekuumba na kukupa zawadi ya huo mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwili ni zawadi tumepewa na Mungu. Kwa sababu hiyo, hata kuita mwili ni adui, weza mwili wako. Jitahidi uweze, jitahidi ukontrol katika jina la Yesu. Iko hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa mtu unaishi sawasawa na mazoea. Yaani unaishi sawasawa na kile ambacho ameshazoea. Mwili unaweza kuuzoesha chochote na ukaishi hivyo. Mwili unaweza kuuzoesha chochote na ukaishi hivyo. Kwa mfano, kile utakachouzoesha mwili, ukiuzoesha kula kitu cha namna fulani, mwili unazoea. Ukiubadilishia, unaweza ukaleta reaction. Unaweza ukareact kwa namna fulani, unaweza ukareact vibaya. Kwa nini? Mwili ulishazoea kwamba mimi nakulaga hiki, naishiki hivi.
Na hata ukizoea, nitoe tu mfano, ni mifano midogo lakini wewe jichunguze mwenyewe. Ukizoea kwamba kila siku alfajiri ndio unaenda washroom kwa ajili ya kufanya mambo yote kule, unaenda kupupu na kusu, unaenda kule, sawa. Yaani ukishazoea hivyo, ile mida ikifika, kama ni saa 12 ndio umezoea, saa 12 alfajiri mwili unakupa taarifa hujaenda. Wewe jichunguze tu, jichunguze. Wewe mwili unaishi kulingana na vile unauzoesha. Mwili unaishi hivyo. Nataka nikupe mfano huu. Mwili wa binadamu yeyote duniani huwa haupendi kashikashi, haupendi vurugu, haupendi fujo. Mwili wote ule duniani haupendi shida. Haupendi shida. Ni kwamba tu ni mazingira ambayo yanalazimisha, lakini kimsingi mwili haupendi shida hata kidogo. Sasa hakuna mwili wa binadamu yeyote unaopenda kazi. Kila mwili ungependa upumzike, ukae tu, yani upumzike tu, yani ukae tu upumzike, ufanye kile tu ambacho umeamua moyoni. Yani hivyo mwili kama mwili haupendi kazi, unapenda mapumziko, unapenda raha. Lakini naomba nikuulize, uwe shahidi wa kweli. Wewe kuna wakati unaamka umechoka sana, yani umechoka kabisa na unasikia mwili unauma kila mahali, lakini pamoja na hivyo, kwa sababu ya majukumu yaliyo mbele yako, unauforce, unauamsha mwili hivyo hivyo na maumivu yake, unavaa nguo na unaenda kazi. Si ni kweli? Huwa inatokea hiyo. Na unafika kazi unasikia bado uko hoi, haujisikii vizuri, umechoka bado, lakini unauforce mwili kuanza kufanya kazi, na baadaye inafika mchana mwili umeshachangamka, unaendelea na nini? Na kazi. Mpaka unajiuliza, asubuhi nilikuwa nimechoka. Ni kweli asubuhi ulikuwa umechoka, lakini ukauforce mwili. Kama ungeuendekeza mwili vipi, ungeweza kutoka nyumbani? Tuko sawa sawa? Jamani, nakuuliza, tuko sawa sawa? Si kama unaelewa. Sasa kama hii umeuforce kwa namna hiyo, ukautoa kitandani, usingetaka hivyo, lakini umeutoa na ukaupeleka wapi? Kazini, na ukaenda kweli ukafanya kazi. Ndio hivyo hivyo, kwa njia hiyo hiyo unaweza kuudhibiti mwili wako, unaulazimisha kwenda kazini. Kwa mfano, nikupe mfano mwingine. Unataka labda umeamua kwamba leo nitafunga, kwa wale ambao wamemwamini Kristo. Leo naamua kufunga, sitakula leo. Sitakula kabisa. Umeamua. Unaamka asubuhi, kweli unasikia njaa, lakini unauambia mwili, no, hakuna kula. Leo ni kufunga. Leo niko fasting prayer. Unaamua kabisa, na mwili unazoea, utaenda hivyo mchana kutwa haujala, na mwili unatulia. Ijapokuwa sio kwamba hauna njaa, unasikia kabisa njaa ipo, lakini sili. Sio kama unaelewa. Hauli, umeamua, na kweli mwili unatii, hauna namna, kwa sababu moyo umeshaamua. Asa iko hivi, mpendwa, uelewe vizuri. Jifunze kuudhibiti mwili wako. Kwa namna gani? Jambo la kwanza la msingi, jifunze kuuambia mwili wako hapana. Ngoja niseme tena. Jifunze kuuambia mwili wako hapana. Nataka niseme na wewe bro. Nataka niseme na wewe my sister. Jifunze kuuambia mwili wako hapana. Mtu mmoja alisema, sasa mimi nitafanyaje? Sasa mwili unataka. Mwili unatakaje? Sio mwili unataka. Mwili umekupa taarifa. Ukishakupa taarifa, limoyo lako ndio linakuwa linataka kile ambacho mwili ile taarifa ya mwili. Limoyo lako ndio linataka kutekeleza taarifa ya mwili. Lakini mwili kama mwili hauwezi kutekeleza. Wenyewe umetoa taarifa, hautaki, umetoa taarifa. Anayetaka ni moyo. Elewa, mwili hauna matakwa. Mwili unatoa taarifa. Chenye matakwa kuamua kwamba inafaa au haifai, chenye kuamua ni moyo. Kwa mwili waga unatoa taarifa, usiulaumu. Nimezidiwa, umezidiwa na nini? Ugonjwa ama? Kila ambacho ni ugonjwa tu ndio nitakubali kwamba ikiwezi kudhibiti. Lakini vitu vingine vyote, na kuna watu wanafundishaga watu ujinga, ati kuna viungo usipovifanyia kazi vinalemaa. Nani alikuambia? Nani alikuambia? Nikuulize swali, nani alikuambia? Wewe tangu umezaliwa hujawahi kufanya mazoezi hata kidogo. Tangu umezaliwa umelemaa mikono. Kazi yako unayofanya ni ya PC tu hapo ofisini unafanya hivi. Na kuuliza, umelemaa mikono. Acheni kufundisha watu uongo. Hiyo ni mbinu ya adui kuwaharibu watu. Nataka uelewe. Naomba nikwambie tena,
katika jina la Bwana Yesu, ya kwamba jifunze kuambia mwili wako hapana. High five. Ni kweli mwili umeleta taarifa kwamba unataka hiki, unataka sex. Ni kweli. Vijana niwaambie, jifunze kuambia mwili wako hapana. Learn how to tell your body no. Yes. Sometimes you have to be dictator. You have to become a dictator to your body. Kuna wakati inabidi uwe dictator. Kuna wakati inabidi uwe mkorofi kwa mwili wako kabisa, uambie hapana. Ni kwani umeleta taarifa kwamba unataka sex, lakini nasema hivi, huonji, hugusi. Na wako watu wengine ni ajabu sana. Binti mmoja akaniambia, sasa ningefanyaje? Yule kaka huwa ananisaidia vitu vingi sana, kwa hiyo huwa nashindwa, natamani nimsaidie. Na ananisaidia sana, wewe inabidi tu na mimi nimsaidie. Umsaidie au ni matamaa yako na wewe? Sio kumsaidia, ni matamaa yako na wewe na kuendesha. Kwa hiyo nataka uelewe, jifunze kuambia mwili wako hapana. Haitajalisha nini unataka, uambie hapana. Kama unaweza kuambia hapana, hakuna kulala, amka nenda kazini hata kama umechoka, unauamsha unaupeleka kazini. Hivyo ndio uambie hapana kwa habari ya dhambi hii. Hapana, nimekataa. Mwili utagusa na mwili kweli utatii. Na wakati unauambia hapana, liambie kwa moyo, shika adabu yako, mwili utatulia. Kwa nini nakwambia hivyo? Unasema ni ngumu sana. Sio ngumu, nisikilize. Jifunze kwanza kuambia mwili wako hapana. Kabla hujajifunza kuambia mwili wako hapana, hakuna msaada wa Mungu utakaoingia kukusaidia. Narudia tena, kabla hujajifunza kuambia mwili wako hapana, haiwezekani neema ya Mungu ikakusaidia. Narudia tena, bila kusema hapana mwili wako yani hujauambia hapana, hakuna vile neema ya Mungu itakusaidia. Kwa sababu gani? Elewa hivi, neema ya Mungu inafanya kazi baada ya maamuzi ya mtu. Ngoja nirudie, nasema hivi, neema ya Mungu inafanya kazi baada ya maamuzi yako. Ndio maana hata wokovu tu wenyewe haulazimishwi. Unaelezwa habari za Yesu, unaamua. Ukishaamua, neema ya Mungu inaingia kukuwezesha kukukubali. Kama unaelewa? So, kama hujajifunza kuambia mwili wako hapana, haiwezekani neema ya Mungu ikikusaidia kushinda hiyo. Lazima kwanza useme hapana, maana maamuzi ya moyo wako ndio yanayoleta neema ya Mungu ndani ya maisha yako. Asifiwe Mwokozi Yesu. Jifunze kuambia mwili wako hapana. Na baada ya hapo, baada ya kujifunza kuambia mwili wako hapana, tayari neema ya Mungu itaanza kukusaidia. Jambo la pili la msingi, baada ya kuambia mwili wako hapana, naomba fanya kitu kingine cha msingi. Jitahidi sana uwe msomaji mzuri wa Biblia. Ndio, jitahidi uwe msomaji mzuri wa Biblia. Soma Biblia ukijifunza. No, don't become a Bible reader. No. But just go deep in Bible study. Nenda kwenye kujifunza Biblia kwa undani. Kuwa msomaji kwenye kusoma. Roho Mtakatifu wa Mungu atakuwa anakuwezesha, anakufunulia, anakusaidia. Na kadri unavyosaidika kwa ile neno la Mungu, ndivyo ambavyo na moyo wako ile tamaa, zile mimba za tamaa, ile tamaa inaanza kushuka, inashuka. Ile tamaa mbaya ya dhambi inashuka mpaka baadaye inafanya nini? Inasiz moja kwa moja. Kwa sababu hiyo nasema hivi, jambo la kwanza, uambie mwili wako hapana. Jambo namba 2, kuwa msomaji wa neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Hii itakuvusha, itakusaidia sana. Kadri unavyosoma neno la Mungu. Neno la Mungu, kwa maana kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, unasema kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Hasa kama li hai, chochote chenye uhai kina uwezo wa kuzaa, kina uwezo wa kuproduce. Kama kina uwezo wa kuzaa,
Hii ni kusema nini? Neno la Mungu kwa kuwa li hai litazaa kitu chema ndani yako. Kadri unavyosoma litazaa kitu chema ndani yako. Anasema tena lina nguvu. Kama lina nguvu, manake lina uwezo wa kukung'oa mahali kwenye kile kifungo. Litakutoa neno la Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Neno la Mungu litakutoa. Anasema tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Lina ukali sana, kwa litakuwezesha kucharanga zile tamaa mbaya ndani ya moyo. Itacharangwa ile tamaa mbaya mpaka iishe. Neno la Mungu. So jitahidi soma neno la Mungu. Narudia tena, kwa sababu gani? Neno la Mungu ndio linalogeuza moyo, na damu ya Yesu inatakasa. Yesu asifiwe. Jambo la tatu kwenye kuudhibiti mwili, ishi maisha ya intensive prayer, maombi ya kina. Usiombe tu ili mradi kama popcorn. No, omba maombi ya kina. Jitahidi uwe na maombi ya kina, maombi ya ndani sana. Na haya maombi yasilenge zaidi kwenye kupata vitu vya mwili. Maana nisikilize wapendwa, kadri unavyojikita kwenye vitu vya dunia, ndivyo na mwili unavyokuwa hai sana. The way moyo wako unakuwa unatamani zaidi vitu vya mbingu, vitu vya kiroho, vile ambavyo unaendelea kutamani vitu vyema vya kiroho kwa Mungu aliye hai, unavyoendelea kutamani, ndivyo ambavyo tamaa kuhusu mambo ya dunia inavyoendelea kupungua, na nguvu ya mwili wako inashuka, ila roho yako inapanda, inakuwa giant. Yesu asifiwe. Sasa sio kuomba tu, ni maombi ya kina. Maombi haya, tafuta sana kukaa mbele za Bwana, tafuta kukaa ndani ya uwepo wa Mungu. Hii itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niongeze kusema hivi, yale maombi ya kina. Namba 4, jitahidi sana kwenye yale maombi yako. Usiwe unaomba sana vitu vya dunia kama nilivyosema hapo mwanzo, lakini jitahidi ishi maisha ya maombi ya toba ya muda mrefu. Ngoja niseme tena, toba ya muda mrefu ni tiba yenye nguvu zaidi. Ni tiba yenye nguvu zaidi. Tunaposema toba, ile ambayo maombi unaomba ndani kabisa ya moyo wako, ya uchungu, ya kujuta na kuamua kugeuka. Asifiwe Mwokozi Yesu. Kabisa. Hayo maombi iwe toba ya muda mrefu, huwaga hii inafungua vifungo, inavunja nira. Kwa hiyo maombi yako wakati mwingine funga, tafuta uso wa Mungu, funga mara nyingi zaidi. Yaani wewe mtu wa kufunga sana, mtu wa kufunga sana. Ukiutafuta uso wa Bwana utashangaa vile inawezekana. Ni very simple. Watu wamekaa wanafanya vitu vya ajabu. Hata kwenye nyumba ya Mungu watu wanafanya vitu vya ajabu. Kanisani mtu ni kiongozi wa praise, mambo anayofanya ni ya kutisha, mambo ya ajabu kabisa. Kwa nini? Hapa nakwambia, sasa mwili mimi ningefanyaje? Mwili ungeufanyaje? Narudia tena, jifunze kuambia mwili wako hapana, na Mungu itaingilia kati. Namba 2, soma neno la Mungu. Namba 3, intensive prayer. Namba 4, yale maombi yawe ni ya toba ya muda mrefu. Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba ya mwisho, jifunze kuzungumza na watu habari za Yesu. Namba 5, jifunze sana kuzungumza na watu habari za Yesu. Tunapozungumza na watu habari za Yesu, jifunze sana uzungumze na watu habari za Yesu. Achana na story. Nyinyi vijana wa kiume mnasema mademu. Epuka story za mademu. Epuka kupigiwa story za sex. Jiepushe kuangalia pornography. Hii ni dawa sana. Jiepushe kuangalia pornography. Na vijana wengine wameingia kwenye shida nyingine. Kuna vijana kwa sababu tu ya kuendekeza mwili, wameingia kwenye shida ya masturbation. Ni shida nyingine hiyo. Lakini yote inatengenezwa na nini? Na hiyo kutokuambia mwili wako hapana. Hata kama haufanyi, hauna hiyo immorality, lakini jifunze kuambia mwili wako hapana. Masturbate, I will never masturbate again. Kabisa. Waambie mwili wako hapana, sita masturbate tena. Waambie mwili wako kujichua hapana, nimekataa. Ukiwaambia hapana, zingatia hizi nilizokuambia hapa, uone. Bwana Yesu asifiwe.
Mwambie mwili wako hapana. Tana kuangalia pornography. Puka hizo story. Chana hiyo habari. Simu unayo, tumia kwa faida. Pata neno la Mungu, pata kuongezeka kiroho, pata shuhuda za kiroho katika jina la Yesu. Chana hiyo habari kabisa. Hiyo itakuharibu zaidi. Wewe naomba uelewe. Jifunze kuambia mwili wako no. Uambie mwili wako stop. Uambie mwili wako stop. Uambie mwili wako no. Katika jina la Yesu. Nikuombe hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na akupe neema sana katika hili. Mungu akupe neema kabisa katika jambo hili. Na Mungu akupe kuvuka na kushinda mwili wako. 2026 ambayo tunaitarajia masaa machache yajayo mbele. Mungu akupe neema 2026. Anza na Yesu. Anza na Bwana Yesu. Songa mbele. Naomba nikuambie hivi, 2026 jitahidi wewe uingie kwenye mpango wa Mungu na sio kumbembeleza Mungu aingie kwenye mpango wako. Ingia wewe kwenye mpango wa Mungu na sio kumbembeleza Mungu aingie kwenye mpango wako. Nenda kasome Ezra 8:21. Mungu akubariki sana. Wacha tukaombe Mungu katika asubuhi ya leo. Sasa tukamwombe Mungu. Tunaomba nini? Narudia tena, endelea kuomba matengenezo. Omba kutengenezwa sana kwa sababu omba kuishi vile ambavyo Kristo Yesu anataka. Baba, katika jina la Yesu, ninasema asante tena Bwana kwa sababu ya alfajiri ya leo. Asante kwa pendo lako la pekee. Asante Bwana kwa neema yako ya ajabu. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu ya vile ambavyo umekuwa pamoja na sisi. Asante Bwana mabwana, Mungu mwenye mamlaka. Alfajiri ya leo Bwana tunasema asante kwa vile umekuwa pamoja nasi Bwana. Baba, umetulinda na kututunza mikononi mwako, wala hukutuacha Bwana. Lakini Mungu mtakatifu umetuhifadhi kwa namna ya pekee. Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele zako Mungu mtakatifu Bwana wangu. Baba, nikikuomba asubuhi ya leo Bwana umezungumza nasi tena namna ya kuambia mwili hapana. Bwana Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, ninakuomba kwamba ukatusafishe Bwana ukatutakase katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunakupa sifa, tunakupa heshima, tunakupa utukufu na adhama ya Bwana, kwa kuwa peke yako unastahili Bwana wangu. Baba, nimekuja kwako alfajiri ya leo nikiomba kwamba Bwana tunaomba neema yako na iwe juu yetu tena katika jina la Yesu aliye hai. Mwamba mwokozi na nguvu zetu Bwana, tunaomba neema yako Baba na iwe pamoja nasi Bwana mabwana. Neema yako mfalme wangu na iwe juu yetu Bwana katika jina la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Bwana mabwana, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana ukatupe neema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwa jina la Yesu kwamba Mungu mtakatifu ukatupe neema tena Bwana katika alfajiri ya leo. Katika alfajiri hii ya leo Bwana, Baba tunaomba neema yako na iwe juu yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, kwa kuwa Bwana tutawezaje peke yetu pasipo neema yako Bwana. Baba, ndio maana alfajiri ya leo tumekuja kwako jinsi tulivyo. Hatuna chochote kile ambacho tunaweza kukisema kujivunia mbele zako wala kukificha. Lakini Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakusihi masaa, wakati, dakika, majira na nukta hizi Bwana, tunaomba neema yako Mungu mtakatifu Bwana iwe juu yetu tena katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, Baba tunaomba ukaumbe na kufanya jambo jipya ndani yetu. Baba, tunakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba kama ulivyozungumza mwenyewe Bwana, Bwana Mungu mtakatifu kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4 ya kwamba kila mtu na ajifunze kuuweza mwili wake. Kila mtu na ajifunze kuuweza mwili wake. Baba, katika jina la Yesu tunasema sio tu kuuweza kikawaida, ni katika utakatifu na heshima. Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye uweza na mamlaka, Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, ninakusihi Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu na baba, katika jina lenye uweza na mamlaka Jehova, tunaomba neema yako Bwana wangu. Baba, alfajiri leo tunaomba neema yako Mungu mtakatifu. Baba, na uwe pamoja nasi tena katika hii alfajiri Bwana, uwe pamoja nasi Mungu mtakatifu, kwa jina lenye uweza tena lenye mamlaka la Yesu Bwana mwamba
Mwokozi na nguvu zetu. Jehova, tunaomba neema yako Bwana. Baba, na iwe juu yetu Bwana, maana tutawezaje peke yetu Bwana pasipo neema yako. Baba, tumeamua kabisa kukuishia wewe. Tunaomba neema yako Bwana ikatuwezeshe. Tumeamua Bwana kuishi kwa ajili yako. Tupe neema yako Bwana. Baba, tumeamua kuishi kwa faida yako. Bwana, tuwezeshe kwa neema yako. Baba, tumeamua kuishi Bwana kwa utukufu wako. Bwana, tupe neema hiyo katika jina la Yesu. Baba, tumeamua kuishi Bwana kwa faida ya mbingu. Baba, tupe neema hiyo katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana, tunakuomba Baba kwamba katika alfajiri ya leo ukatutengeneze Bwana. Baba, finyanga mtu mmoja mmoja, tengeneza Bwana utakavyo, upendavyo, unavyofurahia wewe Bwana. Yesu, hivyo ukatutengeneze Bwana wangu. Baba, katika jina la Yesu nakuomba na kukusihi mno kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana Baba ukatutengeneze tena alfajiri ya leo. Mungu mwenye mamlaka, uweza na nguvu, ninakuomba Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, mimi ninakuomba kama Mungu mtakatifu Bwana ukatuwezeshe Baba. Tunaomba neema yako Mfalme, tutengeneze vile upendavyo Bwana, vile uonavyo kwamba ni vyema, uonavyo kwamba inafaa, inakupendeza wewe Bwana. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mtakatifu, vile ambavyo Bwana ulitaka tuwe, ambavyo ndivyo utafaidika. Hivyo ndivyo Bwana ukatutengeneze, wala usijali Bwana hata kutuhurumia, hata kama kwenye kututengeneza tutaumia. Yesu ni afadhali, lakini Bwana wewe ufaidike kwa kazi uliyofanya msalabani. Maana Bwana Yesu Bwana, kazi yako isiwe bure msalabani juu ya maisha yetu Bwana. Lakini Kristo Yesu Bwana ukatupe neema, maana kama umekufa msalabani alafu tuishi bado yale maisha ambayo wewe ukuyataka. Baba, tunakuomba Bwana, kwa kuwa itakuwa ni hasara, tunakuomba Bwana Yesu ututengeneze tena Mungu mtakatifu Bwana. Baba, wala usijute kwa sababu ya kwamba tuko duniani, lakini Kristo Yesu Bwana ukafurahie, ukashangilie moyoni ya kwamba umetuweka duniani Baba, katika jina lenye uwezo tena lenye mamlaka lenye utukufu mwingi sana la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba kwamba ukatutengeneze Mfalme. Baba, unda kabisa, finyanga Bwana, finyanga Bwana, wawe na miili yetu Mungu mtakatifu Bwana. Fanya matengenezo mapya ndani yetu, fanya matengenezo Bwana ndani yetu Baba, ukatutengeneze Mungu mtakatifu Bwana, ukatupe neema ya kuwa kile ambacho ulikikusudia, kile ambacho ulipanga Bwana. Baba, tutengeneze Mungu mtakatifu, tuwe hicho Bwana. Baba, katika jina la Yesu nakuomba Bwana ukanitengeneze niwe kile ambacho ulikikusudia baada ya kazi yako msalabani, niwe kile ambacho ulikikusudia Bwana baada ya kazi yako, katika jina la Yesu. Bwana wangu, nipe neema ya kuwa utukufu kwako katika jina la Yesu Bwana. Alfajiri ya leo ninakuomba Bwana ukatufanyie matengenezo wako watoto wako mbalimbali Bwana, katika maeneo mbalimbali. Sasa Bwana wanaomba Mungu mtakatifu, naomba Bwana kutana na wao, kutana na wao Bwana, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, ninakuomba kwamba Bwana ukakutane nao Yesu, fanya matengenezo katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukaunde mtu mmoja mmoja Yesu, tengeneza kama unavyotaka wewe Yesu, tuwe kile ambacho ulikikusudia Mfalme. Bwana wangu nakuomba, wala usinyamaze wala usitulie mpaka utakapohakikisha mimi nimekuwa faida kwako, mpaka utakapohakikisha kwamba unafaidika kwa kuishi kwangu duniani, mpaka utakapokisha kwamba Bwana unatukuzwa kwa kuwepo kwangu duniani. Yesu Kristo, wala usinyamaze. Unatuliaje Bwana Yesu, nakuomba wala usiwe na kimya. Hakikisha kabisa kwamba Bwana nimekuwa faida kwako, kwa jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Maana wewe Bwana ulikutana na Sauli, ikabidi awe kipofu kwanza, ukampiga upofu kwanza Bwana, ndio ili awe kile ambacho ulikitaka. Bwana Yesu nakuomba, Yesu tengeneza Bwana wangu, nakuomba kwa kuwa ushindi na jambo lolote Yesu, tupe kuwa faida yako duniani, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tuishi kile ambacho ulikitaka, tuishi kile ambacho ulikitaka baada ya kutuokoa Bwana, tuwe kile ambacho ulikikusudia, kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Mwokozi. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba ukatutengeneze Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu nakuomba ukatunde, tengeneza kabisa Bwana mtu mmoja mmoja. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba ukatutengeneze Mfalme, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatupe neema Bwana Yesu, tengeneza mtu mmoja mmoja Baba, tupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuwa faida yako Bwana. Baba, ukatupe kuwa faida yako Mungu mtakatifu Bwana wangu. Baba, tengeneza kabisa kwa upya Mfalme ile mahali tuwapo Bwana Yesu, tuwe faida yako Mfalme. Bwana, tunapokuwa hadharani wewe utukuzwe kwa kuwepo kwetu duniani Bwana. Baba, tunapokuwa sirini utukuzwe kwa kuwepo kwetu Baba, kila mahali Bwana Yesu ukatukuzwe Baba, ukainuliwe Baba, ukaimidiwe Bwana, kwa kuwa umetuweka duniani Yesu. Moyo wako ukapokea sifa
Bwana, kwa sababu ya maisha yetu Bwana Yesu, tupe neema Bwana, mienendo yetu duniani ikakutukuze Bwana wangu, ikakutukuze na kukuadhimisha wewe, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatutengeneze Bwana mabwana. Yesu, tupe kukuishia wewe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatupe neema Bwana, kwa jina la Yesu. Tupe Bwana kuishi kwa ajili yako Mungu mtakatifu, na kuomba Bwana wangu ya kwamba Jehova Mungu mtakatifu Bwana, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu, tutengeneze tuwe kile ambacho ulikitaka, tuwe kile ambacho ulikikusudia, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tupe kwa faida yako duniani Bwana, tuwe faida yako Yesu, tutengeneze Bwana wangu kila wakati Bwana, ukatukuzwe kila wakati Bwana, ukafaidike kwa sababu ya kuwepo kwetu Baba, katika jina la Yesu. Mimi ninakuomba Bwana, na kwamba mfalme utukufu Bwana wangu Baba yangu, ninakuomba sana Baba Mungu mtakatifu, katupe neema Bwana hakuishi kwa ajili yako, kwa jina la Yesu. Tuwe faida yako duniani Baba, ukatupe neema Bwana tuishi kwa ajili yako Mungu mtakatifu. Bwana wangu, tupe kuwa furaha yako katika jina la uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tutengeneze Baba, tupe kuwa furaha yako duniani kwa jina la Yesu. Wewe ukatukuzwe Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, nakuomba Bwana wangu Amba Baba, ukatutengeneze kabisa Mungu mtakatifu Bwana, wala usikose kusifiwa kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba Baba, geuza hali ya mambo Yesu, fanya jambo jipya katika jina lenye thamani kubwa mno la Yesu Mwokozi na nguvu zetu. Baba, ninakuomba mno katika jina la Yesu ya kwamba Bwana Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, Bwana wangu Baba, ninaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana Yesu Kristo Mwokozi, mfalme wa utukufu. Baba, ninakuomba ukatutengeneze Yesu, ukafaidike Bwana wangu. Ni shauku ya moyo wangu kwamba wewe ufaidike na kuwepo kwetu duniani Bwana wangu Baba, ukatukuzwe katika jina la Yesu. Baba, mwili huu uwe kwa ajili yako, mwili yetu Bwana uwe faida yako duniani, mwili yetu Bwana iwe faida yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba ukatutengeneze mfalme Bwana, ukafaidike sana ukafaidike sana Bwana kuwepo kwetu duniani katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, ninaomba neema yako, tupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuwa faida yako Yesu. Ukatukuzwe Yesu, ukainuliwe Baba, ukaimidiwe kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani katika jina la thamani la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, ninakuomba sana Baba, ukatupe neema Bwana wangu, tupe neema Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba Baba yangu ya kwamba ukatutengeneze kabisa kwa jina la Yesu Baba, tuwe faida yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, alfajiri ya leo Baba, kumbuka tunakuonea shauku wewe Baba, tunakuhitaji wewe, wewe ndio hitaji la mioyo yetu Bwana. Alfajiri ya leo Baba yangu, ninakuonea kiu Bwana, kuonea shauku kuliko walinzi na viongoja alfajiri Baba. Ndivyo ambavyo Bwana moyo wangu unakungoja hivyo zaidi, wewe wangu nakuhitaji wewe zaidi katika jina la Yesu Bwana, kuliko yale ninavyotamani mito ya maji jangwani Bwana, mimi ninakutamani zaidi ya hivyo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakuhitaji wewe Baba yangu, nakuomba Bwana ukumbuke neno lako Bwana, kwamba umesema mwenyewe Bwana ya kwamba wewe Bwana utafanya makao yako ndani yetu, utakaa ndani yetu, nasi Bwana ukatupe neema Bwana, ukae ndani yetu mfalme, nasi tukae ndani yako, ukafanya makao yako ndani yetu Bwana. Baba, tunaomba kwamba ukae ndani yetu mfalme wa utukufu, miili yetu Bwana ni hekalu lako mfalme, katika jina la Yesu Bwana ukatupe neema Bwana, tukae kwako Bwana, tukae kwako Bwana, ukae kwetu, ukae ndani yetu Bwana, ukatupe neema nasi tukae ndani yako katika jina la Yesu. Baba, tupe kukuishia wewe, tupe kuwa furaha yako Bwana wangu, tumekuwa shangwe ya moyo wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Baba, tunaomba fanya makao yako ndani yetu Baba, ukadhihirike ndani yetu, ukaonekane Bwana Mungu mtakatifu Bwana, ujasiri uwepo ya kwamba wewe uko ndani yetu Bwana, ya kwamba uko pamoja nasi kwa jina lenye uweza tena lenye mamlaka la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu.
Ninaomba ya Bwana wangu na Baba yangu ya kwamba Mungu mtakatifu katupe neema ya Bwana wangu. Baba, tupe kuishi kwa ajili yako, tupe kwa faida yako ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina takatifu mno hilo inuliwa sana, jina la Yesu Mwokozi na mwamba wetu, tunaomba neema yako Mfalme. Baba, tunaomba ndani yetu kae, ndani yetu Bwana ukafanye makao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba neema yako Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu mno, Yesu Mwokozi, tunaomba neema yako na iwe pamoja nasi Baba. Tutengeneze Bwana wangu, tutengeneze Baba. Tunaomba ufanye makao yako ndani yetu Baba. Tunaomba ukatujaze kwa neema yako, tunaomba ujaze Roho Mtakatifu ndani yetu Bwana. Baba, tukajae na kufurika Roho wako Mtakatifu ndani yetu akae Baba, tukajae na kufurika Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ufanye makao yako ndani yetu Bwana. Roho Mtakatifu katujaze Baba. Tunaomba kujaa Roho, tunaomba Bwana kufurika kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba sana Bwana tukajae Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, tunaomba neema yako Bwana. Wako watu wengine ambao ni wagonjwa Bwana, wanaomba uzima Baba, katika jina la Yesu nakuomba Bwana wangu ukawaguse wote walio wagonjwa. Yesu, naomba ukajoshe mkono wako ukawafungue, ukawaponye kwa jina la Yesu Baba. Ondoa kabisa magonjwa yoyote ndani yao, haijalishi ni magonjwa gani Bwana, nakuomba ukawaondolee Bwana wangu, nakuomba ukawaponye. Ponya walio wagonjwa, walio mgonjwa kama hali mkono mahali panauma saa hii kwa jina la Yesu aliye hai. Neema ya Bwana iwe juu yako, ukaupokea uzima wake kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea uzima wa mwili wako, ukaponywe kwa jina la Yesu. Uponywe kila namna ya ugonjwa, iondoke ndani yako. Ugonjwa uliokupata uondoke ndani yako, haijalishi ni pressure ni nini, toka ndani yake huyo mtu kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu, naomba uzima wako ingie ndani ya watu wako. Waganga Bwana, ponya, waponye Bwana, ponya miili yao, ponya Bwana, ponya kwa jina la Yesu. Baba, nakuomba ukawaponye wale wagonjwa, wale mapigo ya moyo yanasumbua, yanaenda spidi. Yesu, nakuomba kanga mioyo hiyo, kanga Bwana. Bwana, mapigo ya moyo yakarudi mahali pake, maumivu kwenye kifua, toka kuanzia leo. Huna nafasi ndani ya yule dada, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie. Na ya nguvu ya giza imekuwa inamfuatilia yule dada, inamsumbua mara kwa mara, na kukemea atuya msalaba. Roho za mababu toka, hizo roho za mizuka na majina ya mapepo toka kwa jina la Yesu. Huna mamlaka, utasimama tena juu yao kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu nakuomba, tia uzima ndani yao, tia uzima ndani yao. Bwana, bariki za mikono yao, bariki za mikono ya watoto wako. Yesu, kawabariki, ongeza kipato chao, ongeza kipato kwa jina la Yesu. Wakabarikiwe, wakazidishwe kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba ukawaonekanie. Yesu, nakuomba ukawatokee katika jina la Yesu. Baba, tokea kwenye maisha ya watoto wako, ukawatetee na kuwapigania, wape kushinda na zaidi ya kushinda, kwa kuwa wewe ni kweli Bwana, ni mfalme, na unawapa kushinda. For the glory of your name, our Lord. Baba, asante kwa neema yako katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu ya pendo lako. Naomba Bwana Yesu, watoto wako wanapoondoka kuelekea makazini, naomba Bwana ukawalinde, nenda pamoja nao, tukufu wako Bwana ukatembee na wao. Naomba Bwana ukawape neema ya kuishi uweponi mwako majira na nyakati zote, wakae uweponi mwako Bwana, wadumu ndani ya uwepo wako, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo, Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu. Yesu, ninakushukuru kila namna njozi mbaya ambazo zimewasumbua watu wako, kwa jina la Yesu Kristo Bwana ukawape kushinda, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana akupe neema. Naomba kuanzia leo jifunze kwa mtu mshindi. Wewe ni mshindi. Kama unataka kushinda, amua kushinda kwa jina la Yesu. Amen.